Karibuni tena katika familia yetu ya maarifa ya neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inahusu huruma ya Mungu na hukumu ya haki. Huruma ya Mungu na hukumu ya haki. Katika kutafakari huruma ya Mungu ambayo tumebahatika sana kuitafakarisha kwa kina lakini kwa maandishi, tuliona huruma ya Mungu kwetu ipo katika mambo makuu matatu. Moja ni kuitambua na kuikiri huruma ya Mungu. Alafu pili ni kuipokea huruma ya Mungu na kuifaidi. Na tatu ni kuitoa au kuieneza huruma ya Mungu. Tuliona kwamba ni muhimu kuitambua huruma ya Mungu, kwani ni kawaida tusipotambua kitu na umuhimu wake, tunakuwa na hatari ya kutokukipa umuhimu stahiki. Kwa kushindwa kuitambua huruma ya Mungu, tunajikuta tukishindwa kuipa umuhimu stahiki, na wakati mwingine tunaielewa visivyo. Kumbe basi, tukiitambua huruma ya Mungu inatusaidia kumshukuru sana Mungu kwa zawadi hii ya kipekee. Leo basi tutaitafakari huruma ya Mungu kwa kuihusisha na hukumu yake au hukumu ya haki. Kikawaida, hukumu ya haki na huruma haviendani kwa pamoja, ni vitu viwili tofauti. Hukumu ya haki na huruma haviwezi kwenda kwa pamoja. Biblia inatueleza kuwa Mungu wetu ni mwamuzi wa haki, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 17 mstari wa 11. Na vilevile Mungu wetu ni mwenye huruma sana. Sasa haki na huruma, kama tulivyosema, haviwezi kwenda kwa pamoja. Moja ni mbadala wa jingine. Unapotenda kwa haki au hukumu ya haki inapotendwa, maana yake ni kwamba huruma haiwezi kuwapo, na huruma ikiwepo, basi hukumu ya haki haiwezekani. Lakini kwa Mungu wetu inawezekana. Hebu tuangalie mfano mmoja ambao utatusaidia kuona ni kwa jinsi gani katika nyakati ambazo ni chache mno, ambapo hukumu ya haki na huruma vinaendana kwa pamoja. Tuangalie katika maamuzi ya mahakama. Hakimu mwenye kufuata haki hutoa hukumu stahiki iendanayo na kosa alilolifanya mtuhumiwa, pasipo upendeleo au huruma. Hakimu mwenye kufuata haki hutoa hukumu stahiki inayoendana na kosa lililofanywa, pasipo upendeleo au huruma. Tunajua kwamba Mungu wetu ni hakimu mwenye haki. Sasa hebu tuangalie mfano huu. Vijana wawili walikuwa marafiki sana tokea utotoni. Baada ya kumaliza elimu yao ya msingi, kila mmoja alienda na njia yake. Mmoja alisoma hata akawa hakimu wa mahakama, na mwingine bahati mbaya maisha yalimwendea kombo, akaishia kuwa mwizi. Siku moja yule aliyekuwa mwizi aliiba, akakamatwa na kushtakiwa. Hakimu aliyesikiliza ile kesi alikuwa ni yule rafiki yake. Yule mwizi alipatikana na kosa, na hivyo alistahili adhabu ya kufungwa au kulipa faini. Sasa yule hakimu akagundua kuwa yule mwizi ni rafiki yake wa tangu utotoni. Hivyo akawa na changamoto kubwa ya maamuzi ya kuchukua. Kama hakimu mwenye maadili,
alipaswa kutoa hukumu ya haki. Maana yake asingeliweza kumwachilia rafiki yake huru, lakini pia alimwonea rafiki yake huruma kwa sababu alikuwa anampenda. Sasa huyu hakimu alifanya maamuzi gani? Alichokifanya yule hakimu ni kumpiga faini stahiki huyu mwizi kuendana na lile kosa lake. Kwa hiyo hapo unaona kwamba yule hakimu ametenda kwa haki. Kisha yule hakimu alijishusha katika nafasi yake ya hakimu, akaandika cheki ya kiwango kile cha faini, akampa yule rafiki yake alipie ile faini. Hapo akawa ametenda jambo la huruma, upendo na kujitoa kwa ajili ya rafiki. Mfano huu sio wa rahisi kutendeka katika maisha yetu ya kawaida, lakini unamwelezea Mungu wetu jinsi alivyo. Ijapokuwa ni vigumu haki na huruma kutekelezwa kwa pamoja, Mungu wetu anatekeleza yote mawili kwa wakati mmoja. Maandiko yanazungumzia sana hukumu ya Mungu na maamuzi yake juu ya dhambi. Yeye ni mwaminifu asiyetenda uovu. Yeye ni mnyoofu na wa haki, kama tunavyosoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari ule wa 4. Sisi sote tumetenda dhambi kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 3 mstari wa 23 mpaka ule wa 26. Hukumu tunayostahili sisi ni kifo, kwa sababu tumetenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti, kama tunavyosoma katika Warumi sura ya 6 mstari ule wa 23. Lakini Mungu wetu anatupenda sana kuliko upendo tulionao baina yetu sisi. Katika hukumu, Mungu wetu anatuhukumu kwa haki, lakini kwa huruma yake kubwa inamgharimu Mungu wetu zaidi ya fedha na mali kutuondoa katika hukumu tuliyostahili. Anafanyaje? Kwa upendo wake na huruma yake, Mungu alijishusha akaja kwetu katika nafasi ya mwanaye, yaani Yesu Kristo, akailipia adhabu yetu kwa sadaka ya yeye kufa badala yetu. Kama tulivyoona kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini Mungu wetu wa haki, yeye alijishusha akaja kwetu kwa njia ya mwanaye, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, na akailipia adhabu ile tuliyostahili kwa sadaka ya yeye kufa badala yetu. Na ndio maana basi watu wengi hawaelewi ni kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo alikufa msalabani. Wanasema ni kwa nini hakuichukua basi dhambi yetu kwa namna nyingine badala ya kufa. Yesu alilipia adhabu yetu ya kifo kwa sadaka ya yeye kufa badala yetu. Huo ni upendo na huruma ya ajabu kwetu. Hebu tuangalie pia kuhusu neema na huruma ya Mungu. Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba Mungu wetu amejaa huruma na neema, kama vile mzaburi anavyosema, Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira, upesi na ni mwingi wa fadhili. Na hii tunaipata katika Zaburi ya 103 mstari ule wa 8. Tunaweza pia kuitofautisha huruma na neema ya Mungu. Mzaburi anasema, Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira, upesi ni mwingi wa fadhili. Zaburi ya 103 mstari ule wa 8. Tunaweza kuitofautisha huruma na neema ya Mungu kama tulivyoweza kuitofautisha huruma na hukumu ya haki.
Neema za Mungu ni pale Mungu anatupatia yale tusiyostahili. Huruma za Mungu ni pale Mungu anapogairi kutupatia kile tunachostahili. Tofauti kati ya neema za Mungu na huruma ya Mungu ni kwamba neema za Mungu ni pale Mungu anatupatia yale tusiyostahili, lakini huruma za Mungu ni pale Mungu anapogairi kutupatia kile tunachostahili. Kwa mfano, kuishi kwetu ni kwa neema ya Mungu na anatuhurumia pale tusipostahili. Mungu anatupatia neema ya uhai pale tusipokuwa na stahili juu ya uhai huo. Lakini pia Mungu anatuonea huruma na kutusamehe wakati tunastahili kuadhibiwa kwa maovu au dhambi zetu. Maana tuliona kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake basi, ikiwa kama Mungu hakuwa na huruma, basi tusingeishi, kwani sisi sote tu wa dhambi na mshahara wa dhambi zetu ni mauti. Kumbe basi, kila tunapoiona kila leo, tujue kabisa kwamba hatukustahili kabisa, kwa sababu tu wenye dhambi na adhabu yetu ni mauti, bali ni kwa neema ya Mungu tu kwamba tunaiona kila leo. Lakini pia Mungu wetu ni mwenye moyo wa huruma sana. Anatucheleweshea hukumu ya kifo ili atupe muda wa kujirudi na kutubu, kama Paulo anavyowaambia Warumi, au wa udharau wingi wa wema wake na ustahimilifu wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Tunaisoma hiyo katika Warumi sura ya 2 mstari wa 4. Ni kwa neema za Mungu ambapo Mungu anatupa nafasi hata pale tusipostahili, akitutaka tuiendee huruma yake anaposema, njooni tusemezane, asema Bwana, kama tunavyosoma katika Isaya sura ya 1 mstari ule wa 8, ambapo Mungu anasema hivi, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Isaya sura ya 1 mstari ule wa 8. Utaona pamoja na ukuu wake usio na kipimo, bado Mungu anampa nafasi mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi na asiyestahili, bila kikwazo, kipingamizi au hata sharti lolote, eti akae naye ili wayatengeneze, wayamalize. Naye Mungu yuko tayari kabisa kumsamehe mazima pasipo kumwachia hata doa. Tena Biblia inasemaje? Inasema hivi, Mungu akitusamehe anasahau kabisa. Hilo tunalisoma katika Waebrania sura ya 8 mstari wa 12. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu akitusamehe kamwe hata tuhukumu au kutuwekea kinyongo na kutuhesabia uovu ambao ulikwisha kusamehewa. Yesu anasema, njooni kwangu, na hii ipo katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Hapa Yesu hawaiti watu wema, walio wazuri, washika dini, watu wafuata amri za Mungu au watu mashuhuri. Yesu anawaita wale wasio wema na walio na mizigo ya dhambi, kama anavyosema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura 11
mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Ni neema na huruma ya ajabu sana. Vilevile Yesu anasema, sikuja kuwaita watu wema, bali wenye dhambi, ili wapate nafasi ya kutubu. Luka sura ya 5 mstari wa 32. Yesu anawaonea huruma wale wasiostahili huruma hiyo, bali walio katika hatia ya kifo, na kuwapa nafasi ya kujirudi. Yesu anawaonea huruma wale wasiostahili huruma, bali walio katika hatia ya kifo, na anawapa nafasi ya kujirudi. Ni huruma ya kipekee sana. Kinyume na Mungu, sisi binadamu tulioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu tumejaa mioyoni mwetu visasi, chuki na roho mbaya za kuwatakia wengine mabaya. Ijapokuwa tunatakiwa tumfananie Mungu katika kudumisha moyo wa kutenda mema, mioyo yetu imejaa nia mbaya za kuwaumiza wengine, kuwakwamisha, kuwabeza na kuwaangusha. Tunachekelea mioyoni mwetu anguko la mwingine na kujaa wivu mioyoni mwetu pale tunapoona mwingine akiinuka. Kwa mioyo iliyojaa chuki na wivu, tunashindwa kushangilia mazuri ya mtu, lakini tunakuwa makini kutafuta makosa na kuyashambulia kwa bidii. Basi tumwombe Mungu wetu abadilishe mioyo yetu iliyokosa wema na kujaa hasira, visasi, fitina, chuki na maonevu, na atupe mioyo iliyojaa neema na huruma kama yeye alivyo na neema na huruma. Tumsifu Yesu Kristo.